Nileteni Gwajima. Ana historia ya matukio na kauli zenye utata, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwepo Tanzania kwa kipindi cha muda sasa, hata baadhi ya watu waliotekwa kuuawa. Sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mtumishi wa Bwana. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka 2020. Uchaguzi wa mwaka huo ndio ulimuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Tuwe tunafanya mabadilishano, muulize mwenzako hujafika Marekani hapo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi hiyo, Rais John Magufuli, wakati wa mbio za kuwania ubunge. Muniletee Gwajima pamoja na madiwani wake, muone kama sitafanya. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji haikupokewa vyema na chama chake. Kuna wabunge wenzake walimkosoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi. Huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Haikuishia hapo, kwani pia mwenyekiti wa CCM ambaye pia ana kofia ya urais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, wakati akifunga mkutano mkuu maalum wa CCM Dodoma, alisema Kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yeye anakuwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimo hivi. Sasa mwanzoni mwa wiki, vyombo vya habari nchini Tanzania hususan kupitia kurasa za mtandaoni viliripoti kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel R.M. Kihampa amefuta usajili wa Glory Christ Tanzania Church, maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, linaloongozwa na Bwana Askofu Josephat Gwajima. Sasa katika barua yake kwa Askofu Gwajima, Bwana Kihampa alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya Askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, akieleza kuwa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Kufunga kanisa la Mungu duniani. Sasa kabla kuingia kwenye shughuli za kisiasa, Gwajima hajaacha kuwa mtu mwenye utata kupitia kauli zake. Mwanaharakati maarufu nchini Tanzania, Fatma Karume, ameonya wiki hii kupitia X, zamani Twitter, ya kwamba Gwajima haaminiki katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kusaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday schools. Huku uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ukikaribia, Gwajima ataamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama mwenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji na watu kutoweka, huku akijua hilo linaweza kuyatamatisha maisha yake ya kisiasa ndani ya chama cha CCM.